Inawezekana ikawa ni moja ya taarifa ambayo ni mbaya sana kwa mashabiki wa movie ya Love Me Again, lakini pia mashabiki wa Sandra kwa ujumla. Najua watu wengi sana wanaenjoy sana kuitazama filamu ya Love Me Again, lakini pia kama ambavyo tunakumbuka mara ya kwanza lilitokeaga pigo la yule John wa kwanza kuondoka. Najua jinsi ambavyo liliweza kuacha maumivu mazito sana na watu waliweza kumlilia John aweze kurudi, lakini finally ilishindikana na mwisho wa siku mambo yakawa mabaya zaidi. Basi akaja John mpya ambaye mmemzoea mpaka sasa hivi maisha yanaendelea. Lakini this time around tena limetokea pigo lingine tena ambalo pigo hili bado mambo hayajakaa sawa kiasi kwamba ameshaondoka, ila kuna mwigizaji ambaye anaondoka ndani ya movie ya Love Me Again muda wote endapo mambo yakiendelea kuwa mabaya zaidi, lakini bado anaendelea kuigiza kwa sasa hivi, ila muda wote anaweza kaondoka. Kuna sababu ya mwigizaji huyo kuweza kuondoka, lakini pia unaweza kujiuliza na mwigizaji gani huyo. Tuanze tu moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho hii video ukapata kufahamu kweli wote sababu ipi ambayo inamtoa mwigizaji huyo ndani ya filamu ya Love Me Again, lakini pia pengo lake litazibwa na nani hasa. Tuanze tu moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho, lakini naomba nikukumbushe kwa ajili ya kupata taarifa juu ya kile ambacho kitakuwa kinaendelea kuhusiana na movie yako pendwa kabisa ya Love Me Again, lakini pia kupata story kuhusiana na waigizaji wako wote ambao unawapenda, basi hakikisha tu umeonyesha upendo kwa kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video. Baada hapo bonyeza alama kengele kwa ajili ya kuwasha notification, ili kama kutakuwa kuna taarifa mpya kuhusiana na waigizaji wako wote ambao unawapenda na zile movie mnazozipenda, basi mimi nitakuwa nakusogezea hapa kwa wakati sahihi kabisa ili uweze kufahamu kile ambacho kitakuwa kinaendelea. Mimi ni Gabi Official na hii ni Bongo Vibe. Sasa kama kawaida tunafahamu vile ambavyo watu waliweza kufeel maumivu wakati John yule wa kwanza anaondoka, huenda ikawa vivyo hivyo endapo ikitokea hili sakata likakamilika. Moja ya waigizaji ambao wanapendwa sana kwenye movie ya Love Me Again tunafahamu ni King. Of course King amekuwa ni moja tu ambao ni muhimu sana. Ukimtoa Johnny wa sasa hivi, basi anafuata King kwa ni moja tu ambao anafanya movie ya Love Me Again inaonekana iko poa sana. Lakini King mpaka sasa hivi yuko kwenye hati za kuondoka kwenye hii filamu, licha kwa watu wengi sana wanamkubali, lakini inasemekana hivyo kwamba kama mambo yakiendelea kuwa mabaya zaidi, basi itabidi tu aweze kuacha kuigiza kwa muda, aweze kuondoka, and then kama mambo yakija kukaa vizuri baadaye, basi aweze kurejea. Wanachojiuliza wengi ni kwamba sababu gani ambayo inamtoa King ndani ya movie ya Love Me Again wakati bado alikuwa anahitajika na alikuwa anaonekana kwamba ni mtu muhimu sana. Ni swala ni moja tu kwamba inasemekana kuna mambo ya kifamilia ambayo yamemkumba baba yake, na ili ni sakata ambalo linamhitaji sana King aweze kuwepo nyumbani. Lakini kwa sasa hivi akasema kwamba wakati bado kuna watu wanazidi kumpambania baba yake, aendelee tu kufanya kazi, lakini ikionekana hali imekuwa dhaifu hali, basi itabidi aweze kurudi nyumbani kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anampambania baba yake. So issue kubwa hapa ni mzee wake. Sasa haijulikani, unafahamu vitu kama ugonjwa huja tu ambapo haijulikani atapona lini na mambo yatakaa poa lini. So yote kwa yote ni kwamba ni kumuombea aweze kulikava, aweze kukaa poa ili King aweze kuendelea na majukumu yake. Lakini kama ikitokea hali kama mbaya zaidi, basi jamaa itabidi tu aende na ataacha kuigiza. Issue kubwa inabaki ni kwamba nani ataziba pengo lake hapa endapo King akiondoka. Hapa ndio sehemu ambayo kila mmoja amebaki na swali, lakini mpaka sasa hivi maamuzi hayajafanyika, ingawaje Sandra kwa taarifa zilizopo ni kwamba anatafuta mtu ambaye anaweza kaziba pengo la King mapema sana kabla mambo hayajawa mabaya. Lakini kwa upande wako tuambie, unadhani nani hasa anafaa kuziba pengo la King endapo ikaonekana kweli ameondoka katika hii filamu ya Love Me Again? Tuambie kwenye sehemu ya comment hapa, lakini usisahau kusubscribe kwa ajili ya kupata taarifa kwenye video zijazo na kuhusiana na kile ambacho kitakuwa kimeweza kutokea. Mimi ni Gabi Official na hii ni Bongo Vibe. Mpaka wakati mwingine, bye bye.